إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، عنوان خطبة اليوم أسباب المغفرة. فإن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وامتنانه على العباد جعل لهم أسباب المغفرة، إذا أتوها فإنه يغفر لهم. Ndugu katika imani, katika khutba ya leo, miongoni mwa maudhui ambayo ni muhimu mno juu yetu kama waumini, Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na rahma zake juu ya waja, Allah tabaraka wa taala alipojua ya kwamba waja ni wenye kukosa tena kwa wingi, kama vile alivyothibitisha hilo Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, akasema kwamba nyote mnakosea na bora katika wenye kukosea ni wale wenye kurudi kwa Allah tabaraka wa taala kwa tauba ya kweli. Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na neema zake na huruma zake juu ya waja, Allah ameweka sababu za msamaha, sababu ambazo yoyote atakayeleta sababu hizo, Allah tabaraka wa taala atamsamehe dhambi yoyote ambayo ataifanya mtu huyo. Atakayeleta sababu hizo ambazo zinaanzia kwa khutba ya leo zikiendelea, ni sababu na hoja zake imma kutoka katika Qur'an au kutoka katika sunna sahihi iliyothibiti ya kwamba atakayeleta sababu hiyo, Allah tabaraka wa taala ameahidi msamaha. As-sababu al-awwalu taqwa Allah. Sababu ya kwanza, Waislamu, miongoni mwa sababu ambazo Allah ameziweka ili aweze kutoa msamaha wake,
Allah tabaraka wa taala ameweka uchamungu ni sababu miongoni mwa sababu za kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Nitatumia aya moja peke yake, japokuwa aya ni nyingi mno katika swala la kuwa uchamungu ni katika sababu za kufutiwa na kusamehewa madhambi. Katika suratul Anfal aya ya 29 Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Enyi mlioamini mkamkubali Allah tabaraka wa taala kwamba ndiyo Mola apasaye kuabudiwa kwa haki peke yake, na mkamwamini mtume wake na yale aliyokuja nayo, in tattaqullah, ikiwa mtamcha Allah ukweli wa kumcha kwa kutekeleza maamrisho na kukatazika na makatazo, in sharti in tattaqullah, ikiwa mtamcha Allah ukweli wa kumcha kwa kutekeleza maamrisho na kukatazika na makatazo, yaj'al lakum furqana ay nuran yulqihi fi qulubikum tahtaduna bihi ila ma'rifati al-batil fatajtanibunahu wa ila ma'rifati al-haqqi fatatamassakuna bihi wa tattabi'unahu. Allah tabaraka wa taala katika aya hii anaahidi ya kwamba nyie mlioamini mkimcha Allah ukweli wa kumcha kwa kutekeleza maamrisho na kukatazika na makatazo, Allah atawaongozeni nyie katika njia ya sawa. Ataweza Allah tabaraka wa taala kuwapatia nuru ya kuweza kujua ya kwamba haya ni ya sawa tuyafuate na haya sio ya sawa tuyawache. Furqana ma tufarriquna bihi baina alhaqqi walbatili. Allah atatupa hidayah, Allah atatupa uongofu, tutaweza kujua kwamba haya ni ya sawa tuyafuate, haya sio ya sawa tuyaache. Kwa takwa Allah, kisha wayukaffir ankum sayyi'atikum. Na hii ndio mahali shahid, ndio maudhu ya kwamba takwa ni sababu miongoni mwa sababu za kufutiwa makosa. Wayukaffir ankum, atawafutieni madhambi yenu. Sayyi'ati na dhunub tofauti ni nini? Kwa sababu inakuja sayyi'at na inakuja vile vile adhunubu. Ulama wanasema as-sayyi'atu amun wa shamilun baina adh-dhunubi allati baina al-'abdi wa rabbih wa baina adh-dhunubi allati bainahu wa baina 'abdi mithlihi. Sayyi'at ni jina kubwa ambayo inakusanya madhambi kwa ujumla, yale ambayo ni baina ya mja na Mola wake peke yake yanaitwa dhunub. Na vile vile dhunubu inaingia katika sayyi'at, isipokuwa sayyi'at ni jina pana zaidi, inakusanya na madhambi ambayo makosa yaliyoko baina ya waja wenyewe kwa wenyewe. Yani kuna madhambi ambayo unafanya ikawa dhambi lile umemkosea Allah na umemkosea mwanadamu mwenzio pia. Kama mwizi dhambi lake sio baina yake na Allah peke yake, dhambi lake ni baina yake na Allah na mja mwingine yule mwenye haki aliyemuibia, ambaye tauba yake ni nzito zaidi.
pamoja na kumwomba Allah, yatakiwa kurejesha haki kwa mwenyewe. Sasa hapa ndio inakuja umuhimu wa mambo haya. Anapotubu yule mtu aliyemkosea mwanadamu mwenzie, yani dhambi haikukoma kwa Allah peke yake, linamgusa mpaka mtu mwingine, anatakiwa kurejesha haki kwa mwenyewe. Ametubu kwa Allah, lakini yule mwenzie aliyemkosea anatakiwa mrejeshee ile haki. Yukaffir ankum sayiatikum, ikiwa ametubu tauba ya kweli ambayo utaieleza, na anatakiwa kutoa hali baina yake na mwenzake, na hana kile kitu anachotakiwa kurejesha kwa yule mwenzie, kwa sababu dhambi ni sayiati, inahusu mpaka wanadamu wenzio. Kama mzinifu, pamoja na kumkosea Allah, amedhuru mpaka jamii. Yule uliyezini na mtoto wake umemdhuru na yeye pia, hana raha maisha yake yote, mtoto wake amezaa nje ya ndoa. Hizi ni madhambi makubwa, sayiat, baina ya Allah na wewe na wenzako pia. Tofauti na dhunubu yanakuwa baina ya mja na Mola wake. Ili ujue uzito wa haya mambo, Allah anasema kwa takwa Allah, hata yule ambaye ana shida na mwenzake, ana haki, anatakiwa arejeshe, akitubu tauba ya kweli na hana kile kitu anachotakiwa kurudisha, Allah ataisimamia. Ndio maana wayukaffir ankum sayiatikum, alafu kakuja wayaghfir lakum, yale yaliyoko baina yako na yeye atakusamehe, na yale yaliyoko baina yako na wenzako umeshindwa kuyatatua, kwa takwa Allah atayatatua. Ataweka sababu kwa takwa ya kufanya matendo mema ambayo yatasimamia yale ambayo unatakiwa kurejesha kwa wenzio ni wadhulumu. Takwa Allah, kusimama katika misimamo ya sawa. Ukubali ya kwamba Allah amekataza uache, Allah ameamrisha utekeleze kadiri ya uwezo. Mtume amekataza uache, kubwa na dogo, bila ya kusema itakuwaje. Mtume amekataza sami'na wa ata'na qawlan wahidan tarakna. Hebu jiulize wewe hapo, wewe kama wewe, achilia wengine, wewe kama wewe hapo umefika? Umekanyaga hiyo step ya kwamba ukisikia Allah anakataza uko tayari kukatazika? Ukisikia mtume amekataza uko tayari kukatazika? Mtume ameamrisha uko tayari kutekeleza kadiri ya uwezo wako? Hapo umefika. Takwa Allah haitoshi kila siku. Uchamungu nini? Ni kutekeleza maamrisho kadri ya uwezo, mpaka mtu afikie jambo ambalo hawezi kulitekeleza, liko nje ya uwezo wake, ndipo aliache, ndipo aseme fatakullaha mastata'tum. Mcheni Allah kadri ya uwezo wenu, usiwache kitu mpaka kiwe kimekushinda, na yale yaliyokatazwa uyawache yote, bila ya istiknai, bila ya kusema kwamba hili mimi najua nimekatazwa lakini limenishinda. Hamna, yaliyokatazwa yote yaachwe. Intattaqullah, mkiwa mtamcha Allah ukweli wa kumcha, kwa kutekeleza maamrisho na kukatazika na makatazo, Allah atawafutieni madhambi yenu mara mbili, yaliyoko baina yako na Allah, yaliyoko baina yako na wenzio ni wakosea, lakini kwa sharti. Hapo umefika. Mangapi ya haramu ambayo tunayajua na mpaka leo tunayo,
hayaisadiki. Hivi hii takwa tutaipata lini? Ni mangapi ambayo Waislamu tunawacha Ramadhani ikiingia, lakini baada ya Ramadhani tukayarejelea? Bado hatujafikia kitu kinachoitwa takwa Allah. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu thani, sababu ya pili ambayo Allah ameiweka kwa ajili ya msamaha, amrun adhim, ni jambo kubwa mno. At-taubatun nasuh, tauba ya kweli. Haya, angalia mashakil. Ikiwa takwa bado haijakaa katika nyoyo mpaka leo, pamoja na mawaidha yote, pamoja na miaka yote, wafunga Ramadhani kwenda, Ramadhani rudi, kwenda rudi, uko vile vile, taubatun nasuhu utaitoa wapi? Tauba ya kweli ambayo itoke kabla ya gharghara. Mtu ailete tauba hiyo kabla ya kufikiwa na kifo. Sharti yake ije kabla ya mauti. Ulete tauba ya kweli, na hujui mauti yaja saa ngapi. Wewe bado huna mipango ya tauba kabisa, huna mipango hiyo. Tauba ya kweli, ajutie mwenye kutubu kwamba amefanya kosa. Tauba ya kweli, ajivue katika yale madhambi ayawache. Tauba ya kweli, mwenye kutubu atubu kwa ajili ya Allah, kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah. Amemuogopa Allah, ameogopa adhabu ya Allah, akaamua akasema, ya Rabbi, nimewacha ushirikina, nimewacha riba, nimewacha zina, nimewacha ulevi, nimewacha kamari, nimewacha tabia ya kuacha swala leo. Kuanzia leo mimi na swali hadi kifo. Awe na azma ya kutorejelea kosa, ajivue katika kosa, alete tauba hii kabla ya kifo, ailete tauba kwa ajili ya Allah. Tauba hii ya kweli iliyokusanya masharti haya, Allah tabaraka wa taala ameweka ahadi kwa yoyote atakayeleta tauba ya kweli, amejuta, ametubu kwa ajili ya Allah, ameacha yale madhambi, amempromise Allah ya kwamba hatorudia, ameileta tauba kabla ya kifo. Shekhe, hii inaitwa taubatun nasuh, tauba ya kweli. Allah ameizungumza kwa aya nyingi zaidi ya kutaja. Tuashirie, anza na suratul Maida aya ya 39. Allah tabaraka wa taala anasema, faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Maida 39. Allah anasema, faman taba, yoyote atakayeleta tauba ya kweli, min ba'di dhulmi, baada ya dhambi aliyoifanya, madhambi yote kuanzia shirki mpaka mwisho. Dhulmu hapa ulama wa tafsiri wanasema adh-dhulmu huna ta'ummu jami'a adh-dhunub. Faman taba min ba'di dhulmihi, yoyote atakayetubu baada ya yeye kudhulumu nafsi yake kwa maovu aina yoyote, kuanzia kwa shirki ambayo ndio kubwa kuliko zote, wa aslaha, kisha akatenda mema. Tauba ya kweli
sharti yake yafuatwa na matendo mema. Na ndio kwa maana mimi nawaambia kila mara, tauba zile za Ramadhani za kirongo, tauba ya mtu kuacha maasi kisha baada ya Ramadhani atarudi hajatubu. Mungu anasema faman taba, yule atakayetubu, min ba'di dhulmi, baada ya madhambi yake, wa aslaha, akatenda mema. Tauba ya kweli yafuatwa na matendo mema. Alama ya tauba yafuatwa na matendo mema. Wa aslaha, akarekebisha. Ulikuwa mshirikina, umetubu, umewacha shirki, mikoba yote umetupa, pete zote umevua. Ulikuwa mzinifu, umewacha kaoe. Ulikuwa mlezi wa miguka, umeacha. Una mikataba ya riba yote ka cancel yote. Taba wa aslaha, akarekebisha matendo yake. Fa inna Allah, hakika hapana shaka. Inna adatu nasbi wa taukidi. Fa inna Allah, hakika hapana shaka. Yatubu alayhi, Allah atamsamehe hata kirki. Naam, inna Allah, kwa hakika hapana shaka, Allah ghafurur rahim, ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma kwa waja wake. Suratul A'raf aya ya 153, Allah tabaraka wa taala anasema walladhina amilu sayyi'at, wale waliofanya madhambi mengi ya kupitiliza, wamemkosea Allah wakakosea na wenzao wanadamu, thumma tabu min ba'diha, kisha wakatubu tauba ya kweli baada ya hayo madhambi, wa amanu, sio tauba peke yake, wametubu, wa amanu, wakarekebisha matendo yao, wakarekebisha imani yao. Umetoka kwa ushirikina, umerudi kwa tauhidi. Umetoka kwa zina, umerudi kwa ndoa. Umetoka kwa ulevi, umekuwa mtu normal. Umetoka kwa kamari, umekuwa mtu wa halali, maana kamari ni kukula mali ya haramu. Umetoka kwa riba haramu, umekuwa kwa halali. Wa amanu, inna rabbaka, hakika hapana shaka, inna rabbaka min ba'diha, baada ya hiyo tauba ya kweli, la ghafuru, taukidi juu ya taukidi, la ghafurur rahim, kwa hakika Mola wako ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma. Suratu Zumar 53, Allah tabaraka wa taala anasema qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, waambie wanadamu, waambie waumini, hasa wale ambao wanahisi wamedhulumu nafsi zao, wamefanya madhambi ya kupitiliza, hamna kitu isipokuwa wamefanya, la taqnatu min rahmatillah, msifike mahala mkasema kwamba sisi au mimi sina haja na tauba. Hiyo ni mbinu katika mbinu za sheitani. Yataka ubakie na yeye, hataki utoke kule motoni. Allah anasema kwa kuonyesha umuhimu wa tauba na ameiweka kwa ajili ya msamaha, anasema waambie wale waliofanya makosa wakapitiliza, wasikate tamaa na rahma ya Allah. Mtu akadhani ya kwamba hawezi kusamehewa, wasikate tamaa katu. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote,
hata shirki, naam, hata shirki, hata kuua, naam, hata kuua. Hii ndio kauli rajih, japokuwa kuna khilaf baina ya ulama, lakini kauli sahihi yenye nguvu ya kwamba Allah yule ambaye ataleta tauba ya kweli ambayo nimeizungumza, itakayotoka kabla ya kifo, kwa ikhlasi, kwa kujuta, kwa mtu kujivua kwa yale makosa na kumwahidi Allah kutoregelea, hata kuua. Kauli sahihi ni kwamba akileta tauba ya kweli anasamehewa. Kwa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kisha akalingania tauba, akasema wa anibu ila rabbikum, rudini kwa Mola wenu. Anibu, al-inabatu arrujuu anil kulli ila man lahu kullu, ni kuacha vyote na kumaelekea yule ambaye anavimiliki vyote. Hii ndio inaba. Arrujuu anil kulli, kuacha kila kitu, ila man lahu kullu, na kumwelekea yule ambaye anamiliki hivyo vitu vyote ulivyoviacha, naye ni Allah tabaraka wa taala. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar, ni anamiliki kila kitu. Sasa Allah anasema wa anibu ila rabbikum, rudini waislamu kwa Mola wenu. Acheni shirki, acheni riba, acheni zina, acheni kamari, acheni ulevi, acheni kutabia ya kutoswali. Shikamaneni na dini, rudini kwa Mola wenu kwa tauba ya kweli, kabla hamjafikiwa na adhabu, na ili hali hamjaleta tauba ya kweli, kisha msipate mwenye kuwanusuru dhidi ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth bi khayri din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayuha al-muslimuna ibadallah, qulna anna as-sabab al-awwala taqwa Allah, والسبب الثاني التوبة النصوح، والسبب الثالث خشية الله في السر والعلانية. Sababu ya kwanza katika sababu za msamaha ni uchamungu, takwa ya kweli yenye kudumu, na ya pili ni tauba ya kweli ambayo inamkanya mtu kurejelea dhambi ile aliyotubu kwa ajili yake. Wasababu thalithu, sababu ya tatu miongoni mwa sababu nzito ambazo Allah ameahidi msamaha kwa sababu hizo, lau kama zitapatikana, khashiyatullahi fi sirri wal alaniyati, kumcha Allah. Elewa vizuri, hapa ni habari nyingine. Kumcha Allah katika siri. Wewe maisha yako yote una ibada ya siri baina yako tu na Allah. Kuna kitu unakifanya wewe ni siri yako tu na Allah. Allah ndiye anajua kwamba wafanya kitu hicho. Hebu jaribu kutafuta, hebu jaribu kutafakari. Huko tumefika sisi. Ibada ya siri, uchamungu wa siri. Unamuogopa Allah, unamcha Allah kwa dhahir na kwa siri, kwa sababu kutekeleza toa mbele ya watu ni rahisi mno.
Ukiwa katika macho ya watu unaweza ukaepuka kwa uwepesi, kwa sababu wewe mara nyingi nafsi yaogopa macho ya watu. Ndio kwa maana unaona wasiokuwa na haya, wasiomuogopa Allah, wakitaka kufanya maovu, wao hukimbia mitaa yao ambao wanajulikana, akaenda mahala ambapo hajulikani, akasahau ya kwamba siri hiyo aliyoifanya Allah anamuona. Kwa hivyo kama ni wabamburi ataenda zake Diani, na yule wa Diani ataenda zake Bamburi, wa Mombasa ataenda Malindi, wa Malindi atakuja Mombasa, wa Bara atakuja Pwani, wa Pwani ataenda Bara. Nini? Yuwatoroka kule kuonekana. Na ndio kwa maana hata wewe kijana, wakati unapotaka kufanya maovu, utamkuta mtu amechukua kofia akafinika uso, au miwani ile ya bila kubwa zile nyeusi akafinika uso, ana mtoto wa watu anampeleka bichi, hataki tu kuonekana. Lakini hiyo siri umeifanya, bei unawafanyia wanadamu wenzio, watafanya nini? Atakufanyeje hata akikuona? Lakini unaona haya, hutaki ajue kwamba wewe ni muovu, wajificha. Na yule mwanamke naye yuko tayari afunge nikabu hiyo siku, sio kwa ajili ya Allah, hiyo ameifunga ili asijulikane. Lao kule bicha ataonekana na mwenye anamjua. Sasa kinyume cha hiyo picha, kama kuna watu wanapotaka wawe wazuri kwa dhahir, yani kwa dhahir wawe wazuri, kwa wenzao wawe wazuri, lakini kumbe batini yao, ndani yao ni waovu mno. Sasa kuna ibada ya siri, uwe wewe wamuogopa Allah kwa siri, waacha maovu yaliyokatazwa kwa ajili ya nani? Ya Allah. Pamoja na uwezo mkubwa wa kuyafanya, waweza wewe ukajifungia chumbani kwako, asikuone yoyote, ukafanya chochote unachokitaka, lakini ukawacha kwa sababu unajua kwamba kuna jicho la Allah. Takwallahi fi sirri, uwe na ibada ya siri, uwache maasi kwa ajili ya Allah. Ni jambo kubwa sana Waislamu. Watu wengi wanaghafilika na kipengele hiki. Akiwa faraghani yuwafanya maajabu ya ajabu, lakini akiwa mbele ya watu yuwapo mzuri. Allah amezungumza akasema, yastakhuna minan nas wala yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum. Wanaogopa wanadamu wenzao, wanawaogopa, anajificha, hataki aonekane na wenzake. Wala yastakhfuna min Allah, lakini hawamuogopi Allah. Wakati unapokwenda kwa mushrik, wewe humuogopi Allah, wadhani Allah anakuona huko kwa mganga, Allah anakuona huko bichi, Allah anakuona huko hotelini, Allah anakuona popote ulipo. Sawaun minkum, sawa kabisa katikati yenu, man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribin bin-nahar. Allah anasema hakuna tofauti kwake aliyesema kwa sauti ninavyosema hivi, au aliyesema kwa siri mno. Kwa Allah yote ni hali moja. Aliyefanya vituko vyake mchana peupe na aliyefanya usiku wenye giza, hakuna tofauti kwa Allah. Yote anayapata clearly, wanavyosema wasomi, clearly. Na kama ni mazungumzo anayapata loudly. Hakuna siri kwa Allah. Waislamu, kuna dharura ya kupiga bautani, ya kurudi nyuma. Kuna kuamiliana na Allah peke yake, uamiliana wewe na Allah, wafanya kitu kwa ajili ya Allah, wawacha kitu kwa ajili ya Allah. Suratu Yasin aya ya 11,
Allah tabaraka wa taala anasema inma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karimin. Katika suratul mulk, tabarakalladhi biyadihi al-mulk, aya ya 12, Allah tabaraka wa taala anasema innal ladhina yakhshawna rabbahum, taukid, hamna shaka, innal ladhina, wa hakika hapana shaka, innal ladhina yakhshawna rabbahum, kwa hakika wale ambao wanamuogopa Mola wao, wanamcha Mola wao, wanafanya kwa ajili ya Allah, wanaacha kwa ajili ya Allah. Yakhshawna rabbahum bilghayb lahum maghfiratun, wanamsamaha ambaye haina shaka, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Katika suratu Yasin, wa ajrun karim janna. Katika suratul mulk, wa ajrun kabir, malipo makubwa ni hiyo janna. Kinachotakiwa kuwa na siri na Allah tabaraka wa taala. Maana yake ni kwamba usije ukawa mzuri kwa dhahiri yako lakini ndani ni muovu. Kuwa mzuri kule ndani yako ifanane na dhahiri yako, kwa sababu Allah tabaraka wa taala humkimbii wewe. Waislamu, muda umemalizika, lakini tuna sababu tatu na hutuba inaendelea. Sababu ya kwanza ucha Mungu, sababu ya pili ni tauba ya kweli, sababu ya tatu ni kumcha Allah kwa siri, sio kwa kujionyesha. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لموتانا وموتى جميع المسلمين واشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.